miaka 35 iliyopita hapakuwa na nchi inajitawala inaitwa Tanganyika. Hakuna. Kulikuwa na kipande kimoja cha Afrika kinatawaliwa na Waingereza baada ya kuwafukuza Wajerumani, kinaitwa Tanganyika. Lakini haikuwa nchi. Hii haikuwa ni nchi inajitawala huko nyuma inaitwa Tanganyika. Halafu baadaye Wajerumani wakaipiga, wakaishinda, wakaitawala nchi fulani inaitwa Tanganyika. Haikuwapo nchi hiyo. Ni eneo jipya tu, walikubaliana eneo hili wachukua Wajerumani, eneo hili wachukua Waingereza, eneo hili wachukua Wabelgiji, yakapewa majina. Mengine majina ya asili, mengine majina ya kubuni. Na Tanganyika sijui lilitoka wapi, na jitahidi kutafuta hata mpaka leo sijui lilitoka wapi. Na mimi mtafutaji wa mambo kweli kweli, mimi sijui jina la Tanganyika. Wanangu, podcast. Mimi bado kukata tamaa, mimi bado kukata tamaa. Nimewatuma rafiki zako waje wakupe ukweli kusumi. Nimewatuma rafiki zako waje wakupe ukweli kusumi. Uendelee kuchagua kuwa wangu wa maisha, sababu ya mimi kukupenda, hivyo yangu kukuchagua. Baby, nataka uelewe, I love you, 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 love you. Baby, nataka uelewe, I love you. Because of yawe nanyenda kushemeleza, oh baby, because of yawe nishaba unshobokewe nikugoza. Nakupenda, 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 Niku Gonza kutoka kwa Bushoke na tufungulia episode ya 3 ya Wanangu Podcast. Mimi ni host wako yule Good Luck Joseph aka Imani Joseph, formerly known as the Rap Addict. Na wakaribisheni sana katika episode ya 3 ya Wanangu Podcast. Unajua nyimbo za zamani kama hizi wakati mwingine zinakukumbusha kipindi ulivyokuwa mdogo, kipindi ulivyokuwa unakuwa, kipindi ambapo maisha yalikuwa ni rahisi kidogo kulinganisha na sasa hivi as far as majukumu na vitu kama hivyo. Unajikuta unapata feeling sometimes tunahisi kama urudi kwenye kile kipindi when life was simple but it is impossible. Na wazungu wanaita hii feeling au hii hisia wanaita nostalgia. Nostalgia ni pale ambapo unatamani kama ungeweza kurudi kwenye ile experience ambayo ulipitia kipindi hicho ili uweze kuishi tena, lakini haiwezekani. Kwa hivyo unabakia tu kuwish. Na mara nyingi kazi za sanaa kama nyimbo kama hizi au movies unakuta zina tabia hiyo ya kumrudisha mtu kwenye wakati uliopita, anatamani arudi tena kwenye nyakati zile, lakini ndio haiwezekani. Na nafikiri hii ni sababu moja wapo sana ambayo inafanya watu waamini kwamba wasanii au kazi za sanaa ambazo walizi consume kwenye maisha yao wakati wa ukuaji wao ndo kazi bora kuliko kazi za watu wengine wote. Kwa hiyo utakuta kizazi kilichopita kinaona kama nyie watu mliokuja baadaye kwamba kazi zenu za sanaa zilikuwa sio nzuri kama za kwao. Kwa hiyo na nyie pia mnakuwa mnasema kama wasanii wale ambao tulikuwa tunawasikiza sisi ndio wasanii wazuri, hao wasanii wa saizi wanazingua. Nafikiri utakuwa umesikia mara nyingi watu wakisema hivyo, lakini nafikiri feeling ya nostalgia ni moja ya sababu ambayo inapelekea watu kudhani kwamba kazi ambazo wao wamezisikiliza walivyokuwa wadogo ndo kazi bora zaidi kuliko kazi za watu wengine. Sisi binadamu unajua sisi tuna kasoro zetu, tuna bias, tunabagua kutokana na experience ambazo
tumepitia sisi tunafikiria kwamba kila mtu anatakiwa kuona maisha kwa namna ambavyo sisi tunayaona maisha. Na muziki au kazi za sanaa wanasema ni subjective, kwamba zinategemea na mtu anayesikiliza, mtu anayekonsume hiyo kazi ya sanaa. Yeye ndo ana uwezo wa kusema kwamba hiki kitu ni kizuri au ni kibaya. Kwa hiyo huwezi kumsemea mtu mwingine. Lakini mara nyingi tumekuwa tukisema kwamba okay, nyimbo za muziki ulikuwa zamani bwana, muziki sio siku hizi. Na sio kitu sahihi kabisa. Na moja kati ya waandishi maarufu sana wa vitabu duniani anaitwa Robert Greene, maarufu kwa kitabu chake cha The 48 Laws of Power. Ana kitabu chake kingine kinaitwa The Laws of Human Nature, ambayo anaelezea, anasema watu wengi sana wana tatizo moja linaloitwa, yeye analita generational myopia. Myopia ni ugonjwa wa macho. Watu wenye myopia hawawezi kuona mbali, wana uwezo wa kuona vitu ambavyo viko karibu na wao. Kwa hivyo anafananisha hao watu wenye myopia na hao watu ambao wanafikiri kwamba kizazi chao tu ndio kilifanya vitu vizuri, kwamba sisi genzi zetu ndio tulikuwa tunafanya hivi na hivi, sio nyie siku hizi. Kwa hiyo unakuta anakuwa ana generational myopia, anashindwa kuona past kizazi chake, hawezi kukubali vitu vizuri ambavyo vinafanyika na kizazi kilichofuata au kizazi kilichotangulia. Umeona? Kwa hiyo ushauri wake Robert Greene anasema lazima tujifunze kuwa na generational awareness, kwa maana ya kwamba tuna uwezo wa kutambua vile vizuri na vibaya vilivyofanyika kwenye kila generation. Kila generation ina vitu positive ambavyo vimefanya, vile vile ina vitu negative ambavyo vimefanya. Kwa hiyo generation zote zilizopita ni hivyo na zitakazokuja zitakuwa ni hivyo. Kwa hiyo kama una judge kazi ya sanaa, judge kwa sababu una criteria ambazo umeziweka, sio kwa sababu imetoka kwenye generation fulani. Umeona? Kwa hiyo nafikiri ilikuwa ni kitu kizuri sana cha kujifunza kama mashabiki wa muziki, kama consumers wa kazi za sanaa. Lakini pia sio watu wa zamani tu ndio wanaosema kwamba kazi za siku hizi ni mbaya. Vice versa is true. Sababu kuna madogo wa siku hizi nao ambao wanaona kazi za zamani kama ni miyeyusho tu, kwamba bwana hao zamani teknolojia ilikuwa chini, bla 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 bla. Lakini kiuhalisia na wenyewe pia kuna kitu niliona siku moja kinaitwa recency bias. Yaani kudhani kwamba kitu ambacho kimetokea sasa hivi kwenye usasa kwamba ni bora kuliko vitu vyote ambavyo vilitangulia huko nyuma, pia sio sahihi. Pia ni kama kinyume tu ya hiyo ambayo nilikuwa naizungumzia, kwamba kudhani kwamba kizazi chako ndio kilifanya vitu vizuri kuliko vizazi vingine. Sasa kuna madogo sasa hivi ambao na wenyewe wako current sasa hivi, ambao ndio vijana ndio wanakuwa wanaamini kwamba kila kinachofanyika sasa hizi ni bora kuliko vile vilivyotangulia. Pia sio sahihi. Kama nilivyosema, kila generation ina vitu vizuri na ina vitu vibaya. Kwa kama tuna judge based on criteria ambazo tunataka kujudge nazo, lakini kujudge kitu kutokana na kwamba kitoka mwaka fulani kwa hiyo hakiwezi kuwa kizuri, sio sahihi. Umeona? Kwa hiyo nilikuwa nataka kushare hiyo, nafikiri ni knowledge ambayo ni ndogo lakini pia ni muhimu sana, kwa especially tunapokuwa tuko mtaani tunazungumzia muziki, tunafananisha wasanii. Unajua sanaa ni competitive. Unapotoa kazi lazima utafananishwa tu na wasanii wengine. Kwa hiyo tunapokuwa tunajadili vitu kama hivyo ni muhimu, especially pale ambapo tunajadili mtu kutoka kizazi kimoja na mtu kufananisha na mtu kutoka kwenye kizazi kingine. Ni muhimu kuzingatia hivyo vitu ambavyo nimekuambia. Lazima tuwe na generational awareness, tuweze kuwa judge based on kazi ya sanaa, lakini sio based on kwamba huyu bwana alizaliwa kipindi hiki ndio kuna wanamuziki wa kweli. Hapana, sio criteria nzuri kuitumia, kwamba tu judge kazi za sanaa based on quality. Kama tunazungumzia quality, tu judge based on quality. Kama tunazungumzia vitu vingine, tu judge based on those things. Lakini mambo ya kwamba alitoka generation fulani, huyu alitoka generation fulani, inakata kwa kweli ukishaingizia kwenye story. Yeah. Katika upande wa burudani, wazee wanaopenda kuangalia series, kuna habari njema kutoka kwa 50 Cent ambaye ameongeza series nyingine ya Power Origins kwenye collection ya series zake za Power. Unajua ndio maana anaita Power Universe, kwa sababu kuna series yake ambayo aliitoa inaitwa Power mwaka 2014 ambayo ilirun for 6 seasons. Baadaye ikaja ikaisha, and then akaanza kutoa spin-offs. Spin-offs ni muendelezo wa hizi series. Kwa hiyo akatoa Power Book 2 ambayo ilikuwa Power Book 2 Ghost inaitwa, ambayo ilikuwa ni muendelezo wa maisha ya Tariq mwanae Ghost.
baada ya Ghost kufariki. Na imeenda hiyo, imeonyeshwa kwa msimu wa 4 nafikiri utakuwa ndo wa mwisho. Wametangaza kwamba itakuwa ndo final season. Lakini vile kwa kuna Power Book 3 ambayo inaitwa Raising Kanan, ambayo ni maisha 50 Cent mwenyewe ameigiza kwenye Power, ile original Power kama Kanan. Kwa hiyo Raising Kanan ni prequel, kwa maana ya story maisha ya Kanan kabla hatujamjua kwenye Power, ile original Power. Kwa hiyo inaelezea jinsi alivyolelewa na mama yake, nini vitu ambavyo alikuwa anapitia, misukosuko na nini, vyote vinaonyeshwa kwenye hiyo Power Book 3 Raising Kanan, ambayo mpaka sasa zimetoka season 3. Alafu vile kuna Power Book 4 ambayo ni Force. Kwa wale mashabiki wa Tommy Egan, unajua watu wanaoangalia Power tumegawanyika, kuna team Tommy Egan, kuna team Ghost. Mimi nipo kwenye team Ghost kusema ukweli. Wale wazee wa team Tommy Egan wanapenda sana hii Power Book 4 ambayo ni inaitwa Power Book 4 Force, inamhusu Tommy Egan baada ya Ghost kufariki. Kwa hiyo na hiyo imetoka season 2. Kuna season ya kwanza na ya pili ambazo zimekamilika, ziko available. Nafikiri hii itaendelea pia. Kwa natakiwa kuwa kuna Power Book 5 Influence ambayo ingemhusu yule Tate, ambayo hii nafikiri alikuwa anataka kubase kwenye politics zaidi, lakini ilikuwa cancelled kabla haijatoka. Kwa hiyo haitatoka tena. Lakini sasa juzi hiyo 50 Cent ndo katangaza kuna Power Origins, ambayo hii itaangazia maisha ya Tommy Egan na Ghost walivyokuwa wadogo kabla hatujawafahamu kwenye ile series yao ya Power. Kwa hiyo I'm excited. Nafikiri watu wote ambao wanaangalia series ya Power watafurahia, na ikija tutakoma nayo kama kawaida, kwa sababu ni kitu kizuri. Naona stories na kwa wale ambao wanaangalia hiyo Power universe yote, kuna ambazo ni nzuri. Kwa mfano Raising Kanan kwa upande wangu mimi nafikiri is my favorite katika hizo spin-off zote. Ile book 2 ya Ghost ambayo inamhusu Tariq, nafikiri demographic walioilenga ni ya madogo kidogo, ambao miaka madogo ambao wako chuo, wako high school, nafikiri ndo imekuwa based sana kwao. Lakini Power Book 3 kwangu mimi nafikiri ndo is the best so far kwa hizi spin-offs. Japokuwa kama nilivyosema, mashabiki wa Tommy Egan wanapenda sana ile Power Book 4 kwa sababu wanapenda kumuona Tommy na vitu kama hivyo. Kwa hiyo nikasema ngoja ni share kidogo kwenye upande wa burudani, watu ambao wanapenda kuangalia series waweze kuwa updated na hii series mpya ambayo 50 Cent ataitoa, inaitwa Power Origins. Kwa kumalizia, ningependa kuchallenge members wote wa Wanangu Podcast kwa wiki hii. Jaribu kufanya kitu ambacho hujawahi kufanya before. Jaribu kufanya kitu ambacho kitaboresha situation uliyokuwa nayo. Kama ni kurepair relationship na mtu ambaye labda uko naye in good terms sasa hivi, fanya hivyo. Kama ni kusoma, fanya hivyo. Kama ni kupiga push up, kufanya mazoezi, fanya hivyo. Just do something positive ambacho kitakuchallenge, kitakuonyesha namna nyingine ambayo unaweza ukaishi. Unajua sometimes tunakuwa very comfortable kwenye our comfort zone, lakini huko ndo ambapo tunaozea huko. Kwa hiyo tujaribu kujichallenge, jaribu kufanya vitu ambavyo vitatu challenge akili yetu, vitachallenge miili yetu, vitachallenge maisha yetu kwa ujumla, ili tuweze kupata matokeo tofauti. Au sio? Kwa mpaka kufikia hapo tunakuwa tumefikia mwisho wa episode ya 3 ya Wanangu Podcast. Mimi ni host wako Good Luck Joseph aka Imani Joseph, formerly known as the Rap Addict. Mpaka wakati ujao, peace. Yeah. Rap. Yeah, yo. Okay. Yeah. Hatuofi sanda, tumepanda kwenye karatasi. No wonder ukanda wa makanda ras. No wonder mina panda nikichana kasi. Kazini wana rap kazini, pona jina dili nako tunako hivi vina safina hili la kwako na boom blast. Rap zinakuwa blues na produ class. Pass wanakuwa loose. Pass wanakuwa loose. Ni you
VWUMVYIU. Weka anywhere baby, go ahead and nenda shule, don't confuse. Hata kama hujalipiwa hiyo school fees, bona sky ipo high na yavuta wheels. Mafeki wapo high on the high heels. I heal the nation, nipo sober but peaceful meditation. Rap, it's the rap. Wanaswaga na midosho ya Supra ha. Style zangu ha, tam kama sutra ha. G-R-E-A-T, you don't know that's me. My voice is your choice, son. Wanaswaga na midosho ya Supra ha. Style zangu ha, tam kama sutra ha. G-R-E-A-T, you don't know that's me. My voice is your choice, son. Save the best for the last, the greatest back on the map. Your future's my past, you already know I'm taking over. Back on the classic, makini kama hao. Wanaotakuwa mimi wakiamka bado ni wao. Na flow kama H2O, ni pure liquids. Na stand tall kama Hashim Thabit. Na fly kama Jordan, my elevation to the MVP performance. Yeah. G-R-E-A-T, you don't know that's me. My voice is your choice, son. Wanaswaga na midosho ya Supra. Style zangu, time kama sutra. I'm the master of my faith, captain of my soul, great. Muda ndo huna, stay true kwenye game. Sababisha reckless, so reckless. You know what it is. Sababisha reckless, so reckless. You know what it is. Wanaswaga na midosho ya Supra. Style zangu, time kama sutra. G-R-E-A-T, you don't know that's me. My voice is your choice, son. Wanaswaga na midosho ya Supra. Style zangu, time kama sutra. G-R-E-A-T, you don't know that's me. My voice is your choice, son. Inzire kukazi, mzukazi pakwengela pambombo, mzukazi miremo maisha, mzukazi inzire kukazi. Napokuwa nikikaza tampenzi wangu si mitihani. We walk like money, more serious baby. Nisubiri home, nyumba ya watu kuita kwako sima CR. Utanelewa siku tukiupoteza umshahara. Inaumiza siku zinapita ni ugenini CAR. G-R-E-A-T, you already know that's me. Wara nashusha chini kuwa chanya na kuiweka hasi. Takapo panic then nita relax. Takapo relax hiyo ndio takuwa yako nafasi. Tusoma tuazima tunashindua vipi kwa fasi. Tunaifanya kuwa ni kazi, tunajenga kuwa na hasi. Tunaifanya ishi kwa vizazi. Upinzani ni boma maribifu, shindani ni kiwanda cha ubunifu. Nakupa mojanja kiambatana na vina, unanipa mamkwanja kiambatana na jina. Nakupa mojanja kiambatana na vina, unanipa mamkwanja kiambatana na jina. Mojanja kiambatana na vina, unanipa mamkwanja kiambatana na jina. Inzire kukazi, mzukazi pakwengela pambombo, mzukazi miremo maisha, mzukazi inzire kukazi, inzire kukazi, inzire kukazi, inzire kukazi, inzire kukazi, inzire kukazi.